tutaendelea kuunga mkono juhudi za kukuza kiwango cha elimu katika shule ya Jabari Hira, ikiwa ni pamoja na kusaidiana na wadau kutafuta ufumbuzi wa changamoto zinazoikabili shule hii iliyoko jijini Mwanza. Hayo yalisemwa na mwenyekiti wa taasisi ya The Desk and Chair Foundation kwenye mahafali ya darasa la 7, ambapo mwenyekiti wa taasisi hiyo alikuwa mgeni rasmi. Katika kupunguza baadhi ya changamoto hizo, mwenyekiti wa taasisi ya The Desk and Chair Foundation, Alhaji Sipten Mekji, aliahidi kujenga vyoo 16 kwa ajili ya wanafunzi na walimu shuleni hapo. Vile vile, aliahidi kuanzisha darasa la kompyuta na pia akaahidi kutoa tripu 5 za mawe na tripu 5 za mchanga ili kujenga uzio wa shule hiyo. Kabla ya hapo, taasisi ya The Desk and Chair Foundation ilishafadhili madawati 100 na kisima cha maji safi na salama kufuatia changamoto ya maji iliyokuwepo shuleni hapo. Katika risala ya wanafunzi, walikuwa na maombi kadhaa kwa mgeni rasmi waliowasilisha kwake na taasisi ya The Desk and Chair Foundation. Ndugu mgeni rasmi, zifuatazo ni baadhi ya changamoto zinazotukabili shule yetu. Namba 1, ukosefu wa uzio wa shule, jambo ambalo linasababisha kukosekana kwa usalama, kwani wageni huingia na kutoka kwa urahisi katika eneo la shule bila kizuizi chochote. Namba 2, ukosefu wa bwalo la chakula. Namba 3, ukosefu wa viwanja vya mchezo kuwa katika hali isiyoridhisha. Namba 4, uchache wa vifaa vya michezo. Namba 5, ukosefu wa kompyuta za kujifunzia. Namba 6, upungufu wa matundu ya vyoo. Namba 7, ukosefu wa mazulia ya kusalia. Ndugu mgeni rasmi, ni matumaini yetu utatusaidia kutatua matatizo yanayotukabili kwa namna unavyoweza. Kama hivi tumepewa risala na watoto wetu, tutashikamana na kushirikiana vipi tuweze kutatua changamoto zilizopo kituoni hapa kwa staili na njia namna gani. Lakini na yote ambayo utakuwa umejaliwa kuwa nayo katika kipawa chako, utufikishie tafadhali. Nikupongeze na nipongeze bodi yako kwa ujasiri mlioonyesha kunialika mtu kama mimi hapo. Kwa kweli umevunja, yani wazungu wanasema we have broken the ice. Mara nyingi sana hizi tofauti zetu za kimadhehebu zinatufanya tunakaa mbali na sisi wenyewe kwa wenyewe, na hii ndio moja ya sababu utakuta maendeleo yetu yanasuasua sana. I don't know, hayo ni maoni yangu lakini kwa kazi hii ambayo tumekuwa tukifanya wote, tuko kwenye boti moja, tuko kwenye meli moja. Changamoto mlizotaja hapo ni changamoto ambayo inawahusu Waislamu wote na inawasibu Waislamu wote, lakini tukiungana tunaweza tukafanya jambo kubwa sana. Kuunganisha ni vingi zaidi kuliko zile zinavyotutofautisha. Kwa hiyo tuweze kuungana, na leo kwa kweli nimefarijika sana kuitwa hapo kama mgeni rasmi. Kwa kweli toka umeniletea barua ili nikosesha usingizi, nilikuwa na hofu niende nisiende, lakini nimeona kazi kubwa mliofanya na sijutii kuja hapo kama mgeni rasmi. Na hayo mlioongea kwenye upande wa changamoto tutazifanyia kazi. Tumeshuhudia watoto leo wamesoma Qur'ani hapo, wamefanya na tafsiri za aya za Qur'an walizozisoma. Ujumbe mzuri tumepata na tumejifunza mambo mengi sana. Basi leo nimewaletea shule kama shule tafsiri ya Qur'an tukufu ambayo imeandikwa na Sheikh Hassan Mwalupa. Nimekuletea ili itumike hapo shuleni kama mtaona iko sawa, kwa sababu nafikiri na hii pia mimi imenipa fursa ya kujibu maswali mengi ambayo tumekuwa tukiulizwa sisi. Nursery School, Ryan Amir Yusuf.